Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema ipo tayari na imejipanga kwa wakati wowote na imesema wanasubiri tu uchokozi wa Marekani. Kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran ameonya kwamba Tehran itajibu kwa nguvu na kwa uthabiti kitendo chochote cha uchokozi, akisema Iran ina uwezo zaidi wa kukabiliana na vitisho. Ismail Baqei amesema hayo katika mkutano wa kila wiki wa waandishi wa habari siku ya leo ya Jumatatu, ambapo alijibu hatua za hivi punde za Marekani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na mazoezi ya kijeshi. Alibainisha kuwa Iran imekuwa inaendelea kukabiliwa na aina ya vita vya mseto. Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema kufuatia vita vya kichokozi vya Juni mwaka 2025, Iran imekabiliwa na vitisho vipya katika miezi ya hivi karibuni kutoka kwa Marekani na utawala wa Israel. Nchi za kieneo zinafahamu kikamilifu kwamba ukosefu wowote wa usalama katika eneo haulengi Iran pekee. Baqei alionya na kusisitiza kwamba uelewa huo umezusha wasiwasi wa pamoja kati ya mataifa ya eneo. Amesisitiza kuwa Iran inajiamini katika uwezo wake na imepata mafunzo kutokana na uzoefu wa Juni mwaka 2025. Iran sasa ina nguvu na ipo tayari kwa ajili ya makabiliano ya aina yoyote ya nguvu itakayoanzishwa na Marekani, na sasa itapigana tofauti na ilivyokuwa katika vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israel pamoja na Marekani. Hata hivyo, kupitia kauli iliyotolewa na mkuu wa jeshi la Iran, amedai kwamba wakati huu ni wakati ambapo watapambana kwa njia zote walizokuwa nazo na kwa silaha zote zilizopo nchini Iran. Kamanda mkuu wa jeshi katika ujumbe wake kwa mnasaba wa kumbukumbu, Meja Jenerali Mohammad Pakpur, mkuu wa jeshi la Iran, amesema tunawaonya wahalifu, majambazi na maadui wasiokuwa na ubinadamu, haswa Amerika na utawala wa kibaguzi wa Israel, kuepuka hesabu zozote za makosa kwa kujifunza kutokana na uzoefu wa kihistoria na kile walichojifunza ili kukabiliana na vita dhidi ya Iran. Hatima ya kusikitisha itawakuta. Amesisitiza kwamba IRGC imejitayarisha zaidi kuliko wakati mwingine wowote kutekeleza amri ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu. Aliapa chini ya rehema za Mwenyezi Mungu pamoja na waaminifu na watiifu majeshi ya Iran, tutaifanya ngao ya nguvu na usalama wa nchi kuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali dhidi ya dhoruba ya uadui na chuki ya Marekani na Israel. Tutahakikisha tunajibu vikali kile ambacho kitaanzishwa kama uchokozi kutoka kwa Marekani na wa Israel. Wakati utawala wa Kizayuni ukiendesha vita vya kichokozi dhidi ya Iran Juni 13 mwaka 2025 na kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya nyuklia na makazi ya Iran kwa muda wa siku 12, Marekani iliingilia kati na kufanya mashambulizi ya kijeshi katika maeneo matatu ya nyuklia huko Natanz, Fordo na Isfahan mnamo Juni 22 mwaka 2025. Vikosi vya jeshi vya Iran vilifanya mashambulizi makali mara baada ya uvamizi huo. Kikosi cha wanaanga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilifanya mawimbi 22 ya makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel, ikiwa ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Tatu ya Kweli ambayo ilisababishia hasara kubwa ya miji kadhaa ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Kadhalika, katika kukabiliana na mashambulizi ya Marekani, vikosi vya jeshi la Iran vilirusha wimbi la makombora katika kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani huko Asia Magharibi. Adui alilazimika kutafuta usitishaji mapigano ulioanza kutekelezwa mnamo Juni 24 mwaka 2025 na kusimamisha mapigano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.